is official. Alan Okello Ashraf Jr. is green and yellow. Ndio. Ni wa kijani na njano. Na njano. Bonge moja la usajili kwa jinsi ambavyo analitazama kwenye eneo la kiungo ushambuliaji kwa upande wa Young Africans. Ni mchezaji mzuri ambaye alikotoka amefanya vizuri sana, na mimi niwapongeze Yanga kwa sababu moja kati ya vitu vigumu ni kupata mchezaji mzuri kwenye dirisha dogo la usajili. Yaani sio Afrika tu, hata huko duniani kote. Na ndio maana mtu kama alivyokuwa Pep Guardiola wakati mwingine anasema ni ngumu sana kupata mchezaji bora dirisha dogo, kwa sababu wachezaji wengi bora wanakuwa kwenye mikataba yao na wanakuwa ni wachezaji tegemeo kwenye matimu yao ambao wanakuwa wanacheza. Kwa hiyo Yanga wamepata usajili mzuri. Alan Okello ni moja kati ya talent ambazo zinafanya vizuri sasa hivi kwenye mpira wa East Africa. West Africa. East Africa, Afrika Mashariki. Tumia neno hilo. Tumia neno hilo hapo. Hiyo ndio neno jepesi kabisa. Afrika Mashariki. Kwa hiyo alikotoka alifanya kitu kizuri sana ambacho kimepelekea Yanga kuona kwamba tunahitaji mchezaji wa namna hii, na ukiangalia sasa hivi kwenye eneo la alikotoka ni wapi? Vipers. Unajua watu wanatusikiliza. Wengine hawajui hata ametoka wapi kabisa. Kwa hiyo Yanga walikuwa wana struggle na kiungo mshambuliaji. Walikuwa wana struggle tangia alivyoondoka Stefan Aziz Ki, walienda kumsajili Dombi ambaye anaonekana hajakidhi kile wao walichokuwa nakitarajia kwamba watakipata kutoka kwake. Kwa hiyo kwenye hizo moment wakawa wanahitaji kupata mchezaji ambaye wanaamini anaweza kwenda kuwa bora kwenye ile eneo. Ashraf, wewe unaamini kwamba Dombi amepewa muda wa kutosha? No, siamini kama amepewa game time ya kutosha. Sasa mbona hujamtetea kwa hilo? No, kwa sababu tunafahamu mpira wetu jinsi ulivyo. Watu wanaamini leo, haamini katika kesho. Kwa hiyo ndo maana wewe umesema kwamba huyo mtu hajaleta kile walichokuwa na wao wanakitarajia kutoka kwake. Sasa ni mtaalamu, tutegemea uone kama pia muda akupewa. Au wenyewe uamini katika no. Muda ni tunapozungumza kuhusiana na issue game time, ni kweli hajapata muda wa kutosha ule ambao unatakiwa kumpima mchezaji. Dombi hajua kama huyo, lakini pia kwenye muda inawezekana wewe una mtazamo tofauti. Inawezekana wewe muda wako. Naomba nimalizie hichi ninachokizungumza kwanza. Acha malizie. Jibdadu na intercept sana. Hapana. Mimi naona jaribu kuuliza ili nipate. Yes, sawa, naomba nimalizie. Kwa upande wa Yanga wao wanaamini kwamba mchezaji Dombi hajakidhi. In fact ni kweli hajapata ule muda wa kutosha, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kwenye ligi wamecheza kama mechi 5 tu nafikiri, na mechi za klabu bingwa wamecheza mechi 2. Huwezi kumpima mchezaji ndani ya mechi 7 ukaona kwamba anatosha au hatoshi, hata kama amecheza mechi zote. Hata kama amecheza mechi zote? No, sasa inawezekana akacheza pia msimu mzima pia, akacheza msimu mzima. Anaweza akacheza hata nusu ya msimu au nusu mzima. Huyu Dombi amecheza mechi ngapi? Ambazo ameanza kadeka kucheza tu, mimi sijali ameanza au amefika mechi, hazijafika mechi 15. Hazijafika. Katika hizi 7 za mashindano. 5 zinafika alizocheza Jemedari. Sina namba exactly ambazo amecheza dakika zote 90 kwa kwanza, lakini kwa makadirio mechi 5 zinafika ambazo amecheza. Lakini mchezaji si alisajiliwa huko akiwa anacheza? Nani? Dumbia. Wakati Dumbia alikuwa achezi bwana. Walimtoa wapi? Walimwambia wapi? No, Dumbia alikuwa yupo tu, alikuwa timu sababu alikuwa anacheza nje. No. Yaani yeye alikuwa anacheza nje. Nje ya Afrika. And then akakosa kuingia kwenye mfumo, watu wakaachana naye. Kwa hiyo watu wakamuona maagent. Ngoja basi. Ashraf, unajua ndio maana unasema tunaingilia sana. Okay, twende taratibu. Wakati wanakosa hizo kuingia kwenye mfumo. Si alibaki tu mtaani? Ndio alibaki mtaani. Mbona neno hilo unaliruka? Kwa unataka yani ulichokuwa unataka nizungumze kwamba Yanga walimsajili Dombi kutokea mtaani, sio? Kwani alitoka hivyo? Si ndio? Mimi nimetaka wewe uweke mambo sawa. Mimi sijataka hivyo. Alitoka timu gani? Hela Jemedari. No, hakuwa na timu. Ndio maana alipofika fitness yake ilikuwa sawa, akawa anapata hiyo programu ya kuweza kurejesha utimamu wa mwili ili kuweza kushindana. Lakini baada ya hapo alianza kupata nafasi ya kucheza kwenye timu. Tulikuja kuambiwa hapa kwamba ni AI, tulikuja kuambiwa kwamba ni upgrade ya Aziz Ki, lakini ukweli mpaka sasa hivi hatukuona kwamba amevaa vile viatu vya Aziz Ki. Ndio maana wao wenyewe kama uongozi wakastuka kuona kwamba tunahitaji mchezaji mwingine. Inawezekana Dombi kweli ni mchezaji mzuri, lakini anahitaji time. Na Yanga time ambayo wao kama klabu hawaamini kwamba wanatakiwa kuitoa kwa huyo mchezaji, kwa sababu sasa hivi alitoka mchezaji muhimu, na ukiangalia kwenye kikosi cha Yanga sasa hivi hakuna attacking midfielder ambaye anaweza kuwa na huo ubora mkubwa ukikompea na wale waliokuepo. Kwa hiyo wakaenda sokoni, wakaenda kumtafuta Alan Okello ambaye anafanya vizuri sasa hivi. Sasa changamoto ni moja, unajua mchezaji kufanya vizuri sehemu moja haikugarantii kwamba atakuja kufanya vizuri sehemu nyingine pia. Unanielewa?
Kwa hiyo ni usajili mzuri kwangu mimi, lakini nataka kuona kile ambacho alikifanya kiwa na Vipers, ile talent aliyokuwa nayo, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaweza kuscore, anaweza kufunga free kick, anaweza kuchezesha timu, ni mzuri pia timu ikiwa haina mpira. Sio mchezaji ambaye anaweza akakupa kitu timu ikiwa haina mpira. Moja kati ya weakness yake, timu ikiwa haimiliki mpira, mchango wake ni mdogo uwanjani. Yaani sio yule mshambuliaji ambaye tunasema kwamba timu ikiwa haina mpira anaweza akawa na press, anaweza akarudi kuzuia. No, ni mchezaji mzuri ambaye utamfurahia timu ikiwa ina mpira. Atakupa hizo pass, atafunga, atapiga free kick. Kwa hiyo ni ongezeko bora kwa Yanga kupata mchezaji wa namna hiyo. Kama tu atawahi kuingia kwenye mfumo, na ukiangalia mpira wetu huwa kama atawahi kuingia kwenye mfumo. Kama ule wa Dumbia au mfumo upi? Mfumo wa timu, kila timu ina mfumo wake. Kaka, umezungumzia mfumo, Dumbia aliukosa pia. Sio system ni mfumo. Sasa ndio nataka kujua ule au huu wa kucheza tu. Huu wa kucheza wa Yanga huu. Yaani kwamba atafiti ini kwa haraka ka deliver. Unajua mchezaji ili afanye vizuri alikotoka lazima ujue kwamba ni kwa sababu gani alikuwa anafanya vizuri. Sure. Kuna sababu za ndani ya uwanja na kuna sababu za nje ya uwanja. Mazingira pia ndio tunasema kwamba adaptation pia. Unaweza kuona kitu rahisi kwamba anacheza ligi ya Uganda, lakini kuna tofauti mkubwa pia wa kimazingira, vyakula vya Uganda ngao tofauti sio mkubwa, hali ya hewa pia, watu ambao wanacheza nao. Okelo yeye hajacheza, ajaenda kujaribu nje ya nchi, sio? Aliwahi kwenda yule. Okelo kaenda na karudi. Sasa kwa hiyo Jemedari unataka kusemaje? Nakuuliza, mimi nitasemeje? Kwa Jemedari unataka kitu gani haswa? Yaani kuna kitu gani ambacho unakiattempt hapa? Maana wewe leo swala la Okelo, yaani hebu tuambie wewe unataka, yaani unataka kitu gani? Yaani na unataka unafahamu nini tofauti na hicho ambacho mimi nakizungumza? Sina ninachofahamu, ndio maana nauliza. Okay. Dalili ya mtu asiyefahamu kitu ni kuuliza. Sawa, yaani nimeuliza tu. Anavaa usika wa msikilizaji. Tunazungumza kuhusiana na performance ambayo ameonyesha Vipers, Yanga ambayo wamemuona. Sawa, wakaona kwamba mchezaji anatufaa kuja kututumikia kwenye timu yetu. Kwa hiyo stories za kwamba alienda kwa attempt nje akafeli zipo Jemedari. Mimi sijazungumzia kufeli, mimi nimezungumza aliwahi kwenda. Ndio alifeli Jemedari. Lengo lilikuwa ni kwamba aende kule afanikiwe kucheza kule. Kwa akafeli, amerudi Vipers. Na Vipers alienda Paradou na kukumbusha, hii ni Algeria. Paradou ni Algeria. Akacheza mechi 33 akafunga goli 3. Mechi 33 goli 3. Si ligi nzima hiyo. Ligi nzima karudi na goli 3 KCCA pale kwa mkopo. KCCA ya kwao. Kampala City Council. Ndo na wao wakaona huyu haiwezekani, wakampeleka Vipers ambapo amecheza mechi 29 na amefunga magoli 22. Na ndio kiwango chake bora iko kwenye career yake mpira. Mechi 29 na magoli 22. Hatari. Lakini Alan kwa upande wa Vipers amecheza misimu 2.5. Alan Okelo akiwa na Vipers ametumikia kwa misimu 2.5 kabla hajaondoka, sio? Yaani jumla za of course ni msimu wa 2.5 ya George yuko sahihi. Yaani msimu baada ya kutoka huko. Na kwenye mechi za ligi amecheza takriban mechi 58. Yes, ndio maana nikasema kwamba hii ndio amechangia magoli 37. Goals and assists. Mimi nazungumza, kwani alipotoka kwenda Algeria alitokea timu gani? Alipomtoka mkopo. Alipotoka kabla hajaenda huko nje, alitoka timu gani? Alitoka KCCA hiyo. Ndio kwa timu yake. Kwa aliporudishwa kutoka Algeria akarudi timu yake. Timu yake. Alafu ndio akaenda Vipers. Lakini Juma mimi na jambo. Wewe una jambo gani? Shafumalizia? Mimi nishamaliza. Okay. Sasa na salamu zako nimesoma message pale. Kutoka wapi? Mtu mmoja anaitwa Focus, Matias Focus yuko Goba. Okay. Anasema ni kuambie kwamba tuko kwenye kampeni ya kuimarisha siku kukitangaza Kiswahili. Kwa hiyo utumie zaidi Kiswahili. Na ni miongoni mwa tamaduni zetu sisi wa Tanzania. Kiswahili, na tuko kwenye countdown. Kwa hiyo yeye amesema amependekeza hilo. Sio Kiswahili kiwe kinatumika zaidi. Kiwe kipaumbele. La pili, mtu mmoja huyu sasa, huyu shemeji yangu mimi. Ni shemeji yangu kabisa. Nimemuoa dadangu yuko hapo Mburahati hapo. Ameuliza tu. Leo amzungumzie Bala Conte hivyo. Mwambie sio kila kitu ni Bala, sio kila muda Bala Conte yuko kwenye leo hayupo kwenye script. Kipindi kinafuata muongozo. Alisema kwamba uje niulize mimi. Siandika Ashraf kabisa. Sawa.
Au wewe sio Ashraf? Ndio, lakini leo Balakonte azungumziwi jemedali. Tunaenda kwa muongozo. Ndio tunamwambia sasa. George, kuna kitu unataka kuongezea hapo na umesema una jambo. So hebu tuambie kuhusiana na hiki ambacho tuko nacho hapa sasa hivi kuhusiana na usajili wa Alan Okello kutoka Vipers kujiunga na Young Africans. Ni jambo gani hilo ambalo unataka kutuambia? Ambacho nataka kuzungumza ni kwamba kuna baadhi ya viongozi na hata wafadhili wamekuwa wakilalamika kwamba hizi taasisi wanaziendesha kwa hasara. Okay. Lakini nafikiri jambo ambalo walitakiwa kufanya ni kupambana kupunguza hizo hasara ili kwenda kuitafuta faida. Jambo ambalo mimi silioni, kwa sababu nichukulie mfano Young Africans. Kwanza wewe unaamini kwamba hao viongozi wamesema kwamba wanaongoza taasisi kwa hasara, unaamini kwamba wanapata hasara, sio? Mimi binafsi naamini. Unaamini? Unaamini kwamba wako wanapata hasara kila siku na bado wapo? No. Sio kwamba unapata hasara. Kwani biashara yako ikiwa inakupa hasara lazima uifunge? Miaka 5. Si una matumaini? Acha mambo bwana Juma. Utaacha. Yaani mimi ninachoamini hasara ipo kwenye football. Yaani sasa usitutoe kwenye range. Sasa context yako ni nini? Yaani turudi kwenye mada ya Okello. Kwenye Okello. Sasa hapa simuongelee Okello. Unamwangalia. Okay, lakini na sasa ili unielewe. inahusiana na Okello. Issue za usajili. Okay. Young Africans msimu huu kabla msimu hujaanza walifanya baadhi ya sajili. Wakina Balakonte, wakina Dumbia. So umeenda kumsajili Dumbia ambaye alikuwa hana team, alikuwa acheze. Umemleta ndani ya team. Dumbia sio robots. Yaani kwamba atafika tu kwenye team, kuna system ipo ndani yake basi yeye ata click moja kwa moja. Dumbia ni mchezaji ambaye anahitaji kuadapt, kuzoea mazingira. Anahitaji kuandaa mwili wake na akili kwa ajili ya michezo ya kimashindano. Kwenye mechi 7 unaona ni mchezaji ambaye kuna vitu anakunyima ndani ya uwanja, lakini umeshindwa kuzingatia zipi sababu ambazo zinapelekea mchezaji kushindwa kutoa kile ambacho unakitarajia kutoka kwake. Baada ya hapo ni mchezaji ambaye unaweza kaishia kumvunjia mkataba, kwa sababu kwenye ligi yetu kanuni ni wachezaji 12 wa kigeni, na hao watu unaposhindwa kutoa kile ambacho anakihitaji ama anakitarajia wanaenda kumchukua mchezaji mwingine. Kwa kwenye idadi ya wachezaji 12 inabidi baadhi ya wachezaji wapungue, na si kila mchezaji anaweza kukubali kutolewa kwa mkopo. Kuna mwingine anaweza kumwambia bwana hapana, mimi ninachohitaji ni kuondoka, nivunjie mkataba. Unaenda kumvunjia mchezaji mkataba ambaye labda ulimpa mkataba miaka 2. Amekaa kwenye timu ndani ya miezi 2, amecheza michezo 5 au 4. Kwa nini kama unaenda kumsajili na ukijua acheze, kwa nini usimpe muda wa kutafuta ile rhythm? Yaani kutafuta ile fitness kwa maana utimamu wa kimwili na kiakili, mchezaji ajiandae ili aje akupe hicho ambacho anakihitaji. And then kuna sajili nyingi tu, mfano Young Africans msimu huu zimeenda tofauti. Ile ya Balakonte. Musa Balakonte. Usajili wa Celestine Yakua bado umekuwa na changamoto nyingi ndani yake. Dumbia. Unanielewa? Tunarudia tu. Alikuja Andy Boyeli. Ambaye ashaondoka tayari kwa mkopo. Young Africans chini ya uongozi wa President Harris wanatakiwa kuwa makini kweli kwenye usajili. Kama wanapewaga sifa nyingi kwamba wanapatia kwenye kusajili, msimu huu wamefeli sana kwenye usajili. Na hata hizi sajili ambazo wanazifanya Januari, wakati mwingine mimi nimeanza kuwa na matarajio kiasi. Sio sana. Kwa sababu unawezekana Alan Okello ni mchezaji mzuri sana, lakini Ashraf alizungumza pointi ya msingi. Anakuja kwenye timu ambayo ni mazingira tofauti na kule alikotoka, nchi ni tofauti, wachezaji ni tofauti. Lakini pia kitu kingine, kulikuwa kuna sakata la Maruf Shakei hapa katikati, ni wiki moja iliyopita. Ilikuwa sakata gani? Kwani limeisha? Linaendelea, lakini inavyoonekana ni kama karudi alikotoka. Unanielewa? Haikuwa sakata, ni mtu tu ameenda amevaa jezi kujaribu, ameshindwa, amerudi. Mimi naomba hapo sijaelewa. Hapa mimi kidogo mgeni. Hivi Maruf Shakei ameenda kujaribiwa Yanga. Ile kocha ameenda kwenye majaribio. Kocha hajaridhika naye. Amerudi. Ambacho ni kitu cha kawaida. Okay. Sawa. Kwa hiyo sidhani kama Maruf Shakei na kufanya majaribio.
Ataenda mjadala mwingine. Sasa usinikatalie kwa sababu na mimi na vyanzo vyangu. Wewe hauzani, lakini mimi kwa vyanzo vyangu naambiwa kwamba alienda kufanya trial kwa sababu wakati kocha anajaribu kutafuta mchezaji mwingine ambaye anaweza akacheza nyuma, mshambuliaji ambaye anaweza akawa ni bora zaidi, walisuggest kwamba yupo namba 10. Unajua kama nilivyotoka kuzungumza awali, ni ngumu kupata active player ambaye ana ubora mkubwa kwenye dirisha dogo ya usajili, ingawa inatokea. Kwa hiyo wakamwambia kwamba yupo mchezaji ambaye anaweza akacheza nyuma mshambuliaji, pengine tumemwona kwenye ligi, tunaweza tukampata kirahisi pia. Sasa hiyo ndo Maruf Chakei. Naomba nimalizie, ndo Maruf Chakei. Kwa hiyo baada ya kuenda mwalimu akamwangalia, kaona no, sio huyu. Huyu mimi kwenye timu yangu na hii project mlionipa, sidhani kama ana fit in. Kwa hiyo tafutie mwingine. Tafutie mwingine. Kwa hiyo walipopush hilo deal la Alan Okello likaja likatimia, kwa sababu pia hakuwa na uhakika kwamba anaweza kumpata huyo mchezaji kwenye dirisha hili dogo. Kwanza alikuwa na mkataba wake, lakini pia ofa za vilabu vingine ambavyo vilikuwa vinamhitaji Alan Okello zilikuwepo vingi. Kwa hiyo inawezekana Alan Okello angejiunga. Sasa je, huyu naye mwalimu akija kumuona mazoezini akasema sio huyu? Huyu amesajiliwa kabisa. Huyu wataenda sawa. Kusajiliwa na kwenda kujaribiwa ni vitu vile vile tu. Kwa sababu si utaenda kiwanjani mwisho wa siku. Yeah, sure. Na mwalimu atataka ufanye lile, kwa sababu ushasajiliwa utabaki mpaka mwezi wa 6. Itakuwaje kwa tutafuta mwingine? Mpaka dirisha lingine. Mimi taarifa nilizokuwa nazo Ashraf ni tofauti na hizo ulizopewa wewe. Na wakati mwingine kwenye vilabu viwili mambo yanavyokuwa naenda ndivyo sivyo. Kwa mwisho wa siku hakuna hata mmoja ambaye anaweza kawa sahihi kwa mimi. Sisi tunaomba nyinyi, tunawaomba kidogo kwa sababu hizo ni vyanzo na ambavyo havijathibitisha, ni mtu tu anatupa yani. Sisi tuachane na vyanzo vyetu, lakini tunatoa kama reference. Tulichotaka kuzungumzia bado tuko pale pale kwa Okello, pia tusitoke nje tukiwa tunatoa reference hii ya hawa wachezaji wengine. Umezungumza kitu cha msingi sana juu ya viongozi kuwa makini na tu wakubali kwamba dirisha hili Yanga wamefanya nini? Wamefeli kwenye usajili. Wamepata hasara, sio? Hasara unapata. Wamepata hasara. Yes, kuna wachezaji lazima hapo nimesikia kuna baadhi ya wachezaji hawataki kwenda kwa mkopo, wanataka vunjwe mikataba. Anyway, na mimi niongeze kidogo. Karibu. Kwenye neno hasara, mimi nalichukulia kwamba hasara ni inapimwa kwenye msimu mzima. Okay. Haipimwi kwenye matukio yanapotokea. Okay. Na sijawahi kusikia, sijui kama wenzangu wanapokwenda kwenye mikutano mikuu wakisema hapa yani walichokipata, walichotumia, unachokitegemea wakasema tumepata hasara. Ndio. Sijawahi. Sasa kama nyinyi mtanisaidia. Kwenye mikutano ya mwisho ile kuna kuwa na mapato, ajenda ya mapato na matumizi. Mkutano mkuu ajenda zake ni ajenda za kikatiba. Kwa ziko ndani ya katiba, ziko pale, kuna paswa kuwepo pale na tunasemaje, report ile ya pesa ambayo imekaguliwa, financial statement. Sawa. Annual financial statement. Audited. Tumia na neno audited annual financial statement. Hiyo Excel chake jioni ni report iliyohakikiwa. Sawa. Kwa hiyo ile inatupa mambo mengi na pale kunakuwa na makadirio ya bajeti na kwenye ajenda ya mapato na matumizi. Kwa mwisho tutasema tulipata hasara au tulipata faida. Sawa. Kwa haya yanayotokea haya, huyu tumemlipa, huyu tumemvunjia mkataba, huyu tumemnunua, huyu tumefanyaje, ni sehemu katika matumizi ambayo yatakuja kuwekwa baadaye. Tuambiwe kwamba klabu ilipata hasara kiasi gani. Sahihi. Ukihukumu sasa hivi kwamba ni hasara, of course kwa muonekano wa kwamba tumemsajili alafu tumemvunjia mkataba, tumemlipa. Lakini mkataba unatakaje au unasemaje mkataba? Kuna vipengele kwenye mikataba mnaendana. Sure. Vina mambo mengi. Siamini pia kwamba kwa mchezaji ambaye wanakwenda kumsajili alafu sisi hapa tukakaa tukijua kwamba mchezaji huyu hajacheza muda mrefu, hata wao wanapokwenda hawaweki kwenye akili zao kwamba ni mchezaji ambaye hajacheza muda mrefu, tunamchukua kwa vigezo tofauti na mchezaji ambaye tunamtoa kwenye timu anacheza. Lazima, unajua hao ni viongozi, ni wasomi, na wana vyanzo kama sisi, kwa lazima kwenye vipengele vya mkataba ambapo sisi hatujaviona, haviwezi tu vikajumlisha tu kwamba huyu akitoka siku tutamlipa hela yake yote. Hawezi kujiachia kwenye makubaliano. Na wenyewe lazima kuna kitu wanaweka ili kuilinda taasisi. Sawa? Kwa hiyo kuona wakati mwingine wamsajili kwa hela nyingi, labda kwa sababu tujue wamsajili kwa shilingi ngapi pia. Unajua kuna usajili hizi ziko tofauti. Wakati mwingine mtu anasema okay, mimi nitakuja kuonyesha. Alafu tukikubaliana tukae chini. Okay. Nakupeni mfano. Wakati Keprecheche anasajiliwa Azam, Michael Balu pacha wake
Kipribalo alivyotakiwa sasa kuja kusajiliwa, alipewa miezi 6 ya maangalizi. Hakusajiliwa na mkataba moja kwa moja kama alivyosajiliwa yule ambaye tayari pale kiwanjani alikuwa anaonekana hatari. Kilichotokea yule ndani ya mwezi mmoja tu wakasema watu tukae chini tumalize biashara. Sasa angalia huyu, kama angeondoshwa watu wangeamini kwamba huyu ni mtu ambaye tumemsajili na umemvunjia mkataba, umempa pesa. Kumbe huko ndani mikataba inasema tofauti. Sawa. Kwa hivi vitu tunavyo makini kwa sababu hatuvijui exactly nani kukoje. Yes. Cha pili. Ndio cha pili. Kuhusiana na Okello. Kwangu mimi naamini ni kijana mdogo mwenye kipaji, mwenye talanta. Na tunadhani tumemwona Okello kwa muda mrefu hapa Tanzania. Kwa sababu amecheza na kina Tepsi na nani huyu kijana wetu anayecheza Sweden ambaye tulikuwa tukimlilia sana Kevin Jones. Yes, wanacheza nao hapa. Baada ya under 17 ile ya 2017, 2019 Okello alikuwepo. Ndio. Ile ambayo tulicheza kwanza Sekafa hapa. Ndio. Kama nakumbuka. Tukacheza finali na tukacheza nusu finali na Uganda, hao wakatufunga. Nafikiri na yeye ndo alifunga goli. Ndio. Sahihi. Kama nakumbuka sasa. Sawa? Miongoni mwa vijana ambao wa Uganda ambao kutusumbua na kutufunga ni pamoja na yeye, nyuma yake alikuwa amesikiza. Kwa huyo ametufunga kama mara 2 hivi timu ya vijana nafikiri. Sawa? Kwa hiyo ni kijana ambaye sisi tunajua kipaji chake. Tukimuona hivi anacheza, tumefuatilia anapocheza huko, tumemwona kwa nchani. Kila mmoja ameona kwamba huyu dogo ana kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Tumemwona AFCON. Ni aina ya usajili ambao haukupi pressure. Kwa sababu unajua unamsajili mchezaji kwa mfano kama Dumbia, anakupa pressure kwa sababu inabidi aje athibitishe kwa watu kwamba huyu mchezaji kweli, ili wewe usiwe na muda mrefu wa kujieleza kwa watu kwamba yani sio mchezaji wa kuapa. Usipate muda wa kuapia. Wallahi anajua maelezo sio mengi au kugombana na watu mitandaoni, unajua huyu hatupendi ndio maana hamtaki huyu. Watu wanamjua anacheza, wametoka kumuona AFCON, wametoka kumuona Chani, wamemuona tangu wakiwa mdogo. Kwa hiyo ni swala la yeye kuja akaendana na utamaduni wa mpira wa kwetu, kwa sababu wakati wa nyuma alikuwa tu ni mtu anakuja anacheza na kuondoka. Sasa anakuja kufanya maisha. Kwenye kufanya maisha ni kitu tofauti kabisa. Unaishi hapa, kila kitu chako hapa. Sasa nje ya kiwanjani ambako ukai tena hotelini, unakaa kwenye maisha ya kawaida, kuna vitu vingi vinakuzunguka. Sasa ile surrounding inaweza kukutengenezea vitu vingine ambavyo vikakuletea performance tofauti kiwanjani na walichokuwa watu wanategemea ama watu wakitegemea. Kwa hiyo tumuombe. Mimi naamini kama atakuta mazingira mazuri, bado ni kijana na kipaji, mguu wake wa kushoto mzuri, na anaweza akauthibitishia umma kwamba ni mchezaji wa daraja gani. Naamini ni miongoni mwa sajili ambazo hazikupi shida, yani ni kama, alafu kizingatia pia ni kama ni usajili wa kisiasa hivi ndani yake. Utatuambia vizuri kwa nini usajili wa kisiasa Jemedari Said, lakini huu ni msimu wa furaha. Shabiki wa Yanga usiogope, Jemedari atakufanulia vizuri kabisa hapo, usije ukapata hasira, lakini ni msimu wa furaha, mwanga, vicheko na hadithi nzuri. Wanakurudishia burudani mpya kali na nzuri za kufanya utabasamu bila kutumia nguvu Jumayo. Sawa? Yes. So point ya msingi hivi sasa kwenye Azam TV, kwenye ile channel ya Azam 1 vipo vyuma kama Juana, Mrs. Garcia, The Old Man na Weekend Movies kali. Kwenye Azam 2 tukianza na tamthilia mpya kabisa ya Umi, lakini pia kuna Six of Us, The Price na Ottoman zimepamba moto kweli kweli. Katika sinema zetu kuna Noma, Kombolela na filamu mpya za Kitanzania ambazo hujawahi kuzishuhudia, kuziona popote pale, zipo hapa kukamilisha msimu wako wa shangwe na burudani. Wako hapa kuhakikisha tabasamu lako linakuwa juu kweli kweli na familia yako inakuwa ina vibe la kuzoesha katika msimu huu. Lakini msimu wa Afrika, kushuhudia vipaji vya wachezaji wa Kiafrika, nafikiri ndio kitu ambacho watu wengi zaidi wanakifurahia zaidi kwa wakati huu hapa. AFCON 2025-26 pale Morocco, michezo yote 52 inazidi kutamatika na kukatika kweli kweli. Utashuhudia mwanzo mwisho kupitia Azam Sports 1 HD, huku Taifa Stars ikishiriki ikiwa nafikiri tulishiriki pale mkaona tukiwa na timu kama Morocco, tulikuwa na Nigeria. Ilikuwa ni Morocco
kwa Nigeria, Tunisia na Uganda, si ndio? Sasa tumeona mambo mengi sana Mapinduzi Cup, na leo ndio finali Jumaayo kabisa, na moja kati ya mechi ambayo inasubiriwa zaidi na ndio mechi ya finali ni kati ya Azam FC na Young Africans. So hakikisha umelipia kisimbuzi chako mapema kwa shilingi 28,000 ili usipitwe na burudani hizi, na Azam TV ndio msimu huu kuhakikisha wanazidi kuongeza tabasamu lako. Tuko na benki ambayo inamsikiliza mteja. Yes. Ndio tukasema bana, yule baba Chilala yule Chilaka ameshafika. Vipi sasa anachukua madili Chilaka kashafika CRDB. Ndugu yangu kabisa. Moja kati ya ndoto yake kubwa kabisa ni kuhakikisha anazungumzia mwaka 2026 na ila amebakiza moja sasa hivi, kushika tu kugusa ndege, aguse tu afu aondoke. Asi akapewa dili la ndege jamani, ule baba yule. Unajua mnaweza msimuelewe hapo, kwa mfano kwa issue ya kugusa ndege, sio? Mimi namuelewa zaidi. Okay, utaniambia unamuelewa vipi Jemedari, lakini la zaidi sasa hivi nataka nikwambie kabisa, hakikisha mambo ya nyuma umeshasahau Juma. Yaani wewe usiwe na speed ya Kobe. Kabisa. Kuna story moja nilitoa hapa kwamba Kobe amenusurika kumezwa na mamba, sawa? Kwa sababu ile gome lake. Sasa ule mwendo ambao tena alikuwa anakimbia, nasema mamba sana tena akamfuata. Umeelewa? Kwa sababu mwendo wake ni mwendo wa ovyo kabisa, ni mwendo wa taratibu. So usiwe na mwendo wa Kobe, kisha na mwendo wa sungura. So point ya msingi usijidogoshe. Watu wameshafika mwaka wa mbele na wako mbali zaidi. Benki ya CRDB wanakuambia sie tupo huku, na wameanza mwaka kuhakikisha mipango yako yote inakamilika. Swaiba, sema tena sie tupo huku. Jima, sema tena hivyo, sie tupo huku. Sie tupo huku. Yes. Unaweza kufollow Instagram kwa jina la CRDB Bank PLC leo kwa michongo ambayo inaendana na mipango yako zaidi. CRDB Bank tunakusikiliza. Ashraf kabisa, na unajua kabisa unatumia CRDB. Anatumia. Mambo ni mazuri. Asante sana, na namtumia Shufaa pesa. Shufaa. Pesa. Shufaa ni neno fulani la Kiswahili. Sawa. Ila Juma, Shufaa neno la Kiswahili. Shufaa. Ngoja na inaweza kuwa ni mwanaume au mwanamke. Lakini huyu ambaye anatumiwa pesa na Ashrafu ni mwanamke. Ni mwanamke ambaye kwanza anatengeneza keki. Ni jina linatumika kwa mwanaume ama mwanamke. Anayetumiwa pesa na Ashrafu ni mwanamke. Jemedari, ulikuwa unazungumza kwamba nazungumza vitu viwili. Kwanza kwa baba Chilaka nianzie. Sawa. Ni ndugu yangu. Unaelewa vipi kwa kugusa ndege? Unajua ni fili ambazo mimi ni hisia hapa mimi wahi kuwa nazo pia. Ndio sema kama Mtwara kaka. Ndio. Tuko nakuwa Mtwara pale mjini, kutoka kwetu railway kwenda airport ni mbali. Hapo tunapita Lirungu, tunapita Mangamba huko ndani karibu na Liendele. Lakini tembea kwa mguu kwenda kuona tu ndege inavoruka, inavotua na kuruka. Basi peke yake. Na tunakaa nje ya fence ujue. Hatuingia hata ndani. Ndio. Karibia zaidi ya kilomita 18 unatembea kwa miguu kwenda kuangalia ndege inavotua na inavyopaa. Okay. Basi hapo sasa huyu anahisia kugusa tu ndege ondoke. Mimi namuelewa, unajua. Hapo sasa nimekuelewa. Anyway, sasa nilisema usajili wa kisiasa, yani ni political signing, kwa sababu ndio mahasimu wa Young Africa pia Simba walikuwa wanamtaka mchezaji. Yes. Simba walikuwa wanamtaka Okello. Nimeshamaliza hilo neno. Sawa. Kwa hiyo kushinda huo usajili maana yake umeshinda kisiasa za mpira wa nchi. Unaelewa vizuri? Ndio. Yes. Kwa hiyo kama umeshinda usajili wa namna hiyo, ni usajili bora kwako, na hasa utakapokuja huo usajili ukafanikiwa. Mimi pia namuombea huyu bwana mdogo, kwa sababu naamini katika vijana wa ukanda huu wa Afrika Mashariki ambao wana vipawa vizuri. Kwenda nje akashindwa sio jambo la kulisema, yani kwamba ni kitu cha mtu kusema mbona alienda sehemu fulani akashindwa. Hata mtu ambaye alitoka hapa leo anatafuta nafasi ya kuziba pengo lake Aziz Ki alishindwa pia nje. Kabisa. Sawa, alirudi hapa lakini akafanikiwa. Na akapata nafasi ya kwenda nje tu. Na bado sasa hivi pia kunaonekana kama kuna wakati mgumu unapita huko aliko. Lakini hapa alifanikiwa. Subiri kidogo Ashrafu. Nataka Evans azungumzie kidogo kuhusiana na Okello. Kuna kitu Jemedari amesema kwamba si usajili wenye pressure sana. Manake Okello akifika tu mambo yakawa ndivyo sivyo. Kwa sababu sio pressure basi hawatodaiwa. Naamini tayari hiyo pressure imeshatengenezwa. Pressure imeshatengenezwa. Yes, hata mimi namuunga mkono. Pressure imetengenezewa dogo. Na nani? Namna hivyo usajili ulivyokuwa utambulishwa na vikua kwenye pressure kubwa. Kusema mtu labda balaa jipya mjini. Huyu mtu ni kama Okwi. Iko hivi. Twende anachozungumza Ashraf kuhusiana na AI, artificial intelligence. Si ndio?
Yule bwana mdogo mimi naamini miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kucheza mpira. Yule Dumbia. Ndio. Mimi siku moja nilichukua ile video niliona kwenye page ya Yanga. Yaani huwezi kwenye mpira kufanya vile ulivyokuwa anafanya yule na huyo mtu hajui mpira. Huwezi. Yule mtu anajua mpira. Alikuwa anahitaji muda. Kama kweli hakuwa amecheza. Alikuwa anahitaji muda wa kuendelea kupokea vitu vingi. Nimekuambia mazingira, sio maisha ya Dar es Salaam. Una vitu vingi, umetoka ulikotoka, unakuja hapa. Kiwanjani unahitaji muda, na ikija kuwa huyu kweli mtu mimi sijui kama hakucheza kwa muda mrefu, unahitaji kumpa wasaa. Yule mtu mpira anajua. Crown Media. Hapa ni nyumbani.